Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo tumekuja tena kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kama kichwa cha habari kinaeleza hapo juu kwamba kama una tatizo moja katika haya 9, basi haraka sana fanya hivi au tumia hii. Kama una tatizo moja katika haya 9, basi haraka sana fanya hivi au tumia hii. Hii ni mada maalum ambayo leo ndugu zangu katika imani nimeamua niwaletee, na lengo kubwa ni kufundishana, kuelimishana, ili mradi mtu akafanye mwenyewe aweze kujisaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sio mada ya kupuuza, ni mada ya kuisikiza kwa makini sana ili uweze kuondoka na faida kwa siku hii ya leo. Lakini kwanza, kabla sijaileta hii mada kwa siku ya leo, niwakumbushe wale ambao wanahitaji kitabu cha dua. Kitabu bado kipo na gharama yake ni shilingi 5000, ile ile ambayo kwamba tumesema tunapunguza katika ofa, inabakia ni pale pale 5000. Ukihitaji basi tuma sadaka yako katika namba hii ya 0793 ya Vodacom, hiyo 0793 052 052 0793 052 052. Ni kitabu cha dua, kimeandikwa silaha 50 za Muislam katika dunia. Kimeandikwa kwa Kiswahili na Kiarabu na kinatumwa kwa mtindo wa PDF, kwa maana anapata yule ambaye anaitumia WhatsApp. Inshallah tuingie katika maudhui hii ya leo ya mambo 9 haya, na kama unalo moja katika haya 9, basi haraka sana fanya haya. Na nitoe taarifa moja njema sana kwenu wapenzi wangu, wasikilizaji wangu, watazamaji wetu. Naomba kama kuna mhisani yote ambaye anaweza akatoa gharama ya kupatikana kwa stendi. Stendi yangu ninarekodia ni fupi, na muda mwingine tunalazimika kwenda kurekodi hutuba za Ijumaa. Kuna mimbari zingine ni ndefu, kwa hiyo stendi inashindwa kupanda pa kuvuka kwenda katika mimbari kurekodi. Kwa kuna baadhi ya hutuba tunazikosa za Ijumaa na nini, kutokana na vifaa vimekuwa ni finyu sana. Tunarekodi katika mazingira ambayo bado hajakaa sawa sawa. Kwa hiyo kuna stendi ya Uislamu, hii stendi gharama yake ni 100,000 tu, ambayo ni ndefu, ambayo inanifaa katika shughuli zangu. Naomba kama atapatikana muhisani mmoja akanunua hii stendi, mimi cha kumlipa yeye sina. Malipo yake mimi nitamfanyia dua, na dua yake hii itakuwa ni ya siku 2. Anambie tu yuko wapi. Kama yuko hapa Dar es Salaam, alhamdulillah, na jinsi gani ya kumfanyia, na kama yuko nje ya nchi, basi dua yake utaifanya kwa njia ya simu. Utaifanya katika nyakati za usiku, na nimeahidi kwamba nitaifanya hii kwa muda wa siku 2 kwa ajili yake. Ana mambo yake binafsi, ana matatizo yake. Inshallah nitawasiliana naye, alafu tujue jinsi gani tunaifanya dua hii, na tutaifanya kwa muda wa siku 2. Lakini achilia mbali hivyo, yeye kitendo cha kutoa hii stendi atakuwa amesaidia kwa namna moja ama nyingine kupeleka hizi habari mbele, watu waweze kuzipata hizi faida biidhnillah taala. Kwa hiyo shida yangu ni stendi. Kwa hiyo kama kuna mtu ataweza kugharamia kiasi cha 100,000 hiyo, basi tuwasiliane kwa namba hiyo niloitaja ya 0793 052 052. Tuingie katika mada ya leo na maudhui ya leo. Tumesema mtu mwenye tatizo moja katika haya 9, basi afanye hivi. Leo tunakwenda kuizungumzia miski, na tutaeleza mambo 9 muhimu sana. Mambo haya kusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika haya 9. Yani hapa tunawakuma mpaka wanandoa walioana, wale mke na mume. Kama umeoa au kuolewa, sikiliza kwa makini sana katika haya 9, lazima utaguswa na wewe. Jambo la kwanza, tunakwenda kuzungumza faida 9 za mafuta haya ya miski. Na ninazungumza haya kwa maana una uwezo wewe mwenyewe kwenda kuyanunua. Mimi siyauzi haya. Una uwezo mwenyewe kwenda kuyanunua dukani, alafu kenda kuyatumia. Yani ukaangalia hii video hii, alafu kenda kuyatumia kupitia maelekezo ya video yangu hii. Kwa hiyo bwana ngasema asikize kwa makini, kwa sababu kuna faida kubwa na kwenda kuipata. Ina maana maelekezo haya peke yake yatakutosha wewe kwenda kutumia kupitia maelekezo haya ambayo nitakuwa naelekeza hapa muda si mrefu kupitia haya mafuta ya miski.
Kwa hiyo nisikize kwa makini sana na upate faida kutokana na darasa hili la leo. Tuanze namba moja kabisa katika matumizi hayo. Faida ya kwanza ya matumizi haya ya miski, yanabatilisha uchawi, lakini yakisomewa. Na nitakuelekeza aya gani, sura gani unakwenda kuyasomea mafuta hayo ya miski. Sura ya kwanza ni sura ya 7 kuanzia aya 117 mpaka aya 118, utasomea mafuta hayo ya miski. Sura ya pili ni sura ya 10 kuanzia aya 78 mpaka aya 82. Na sura ya tatu ni sura ya 17 aya 88. Utayasomea mafuta hayo ya miski. Alafu huyo mwenye shida hiyo ya uchawi, mwenye shida hiyo ya kufanyiwa sihiri, basi atakuwa anatumia kwa njia mbili. Atakuwa anakunywa vijiko viwili asubuhi na vijiko viwili jioni, na mengine atakuwa anajipaka mwilini muda wa kulala. Afanye hivyo kwa muda wa siku 21. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ya mafuta ya miski, yanaondosha maumivu ya kichwa. Kuna baadhi ya watu wanasumbuliwa sana na kichwa, mara kwa mara kichwa kinamsumbua. Basi chukua mafuta yako ya miski. Kazi yake ni moja tu, utakuwa unachukua alafu unayanusa kila wakati, maumivu yako ya kichwa hayo yanakuwa yanaondoka. Hiyo ni faida ya pili katika zile faida 9 za tulizozieleza ya mambo 9 katika mafuta ya miski. Mbona tukasema kwamba kama una moja katika haya, basi haraka sana fanya hivi. Faida ya tatu, yanazidisha hamu ya tendo la ndoa. Mafuta haya ya miski yanazidisha hamu ya tendo la ndoa. Kwa maana hiyo, kama kuna mwanamke anakuwa hapati radha ya tendo la ndoa, na hili ni tatizo la wanawake wengi sana ambao wako nalo, wanakuwa hawapati radha ya tendo la ndoa, basi chukua mafuta ya miski haya, ajipakae katika sehemu yake ya uke, lakini atumie upamba katika kujipaka kwake. Yani achukue pamba iliyokuwa safi, alafu aende katika ile miski, achukue ajipake katika uke wake aliyakuwa na pamba iliyokuwa safi. Hii ni faida ya tatu ya mwanamke ambaye hapati wala hasikii radha ya tendo la ndoa. Faida ya 4, huondoa harufu mbaya sehemu ya uke. Kuna baadhi ya wanawake wana harufu mbaya katika sehemu za uke, ama wanatoka harufu mbaya katika sehemu za makwapani. Basi mafuta haya ya miski huondoa harufu mbaya katika sehemu za uke. Kwa maana hiyo, huyu mwanamke atachukua mafuta ya miski na pamba, lakini wakati wa kukoga, baada ya kukoga anachukua mafuta ya miski na pamba, atakuwa anapaka au anajipaka kule katika sehemu yake ya uke, na mengine atajipaka katika sehemu za makwapa yake. Wallahi lazim, akifanya hivyo, ile harufu inakuwa inaondoka katika uke wake na atajisikia katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Faida ya 5, mafuta haya miski yanaongeza kumbukumbu. Anafanyaje? Unatumia kujipaka tu usiku kidogo, muda wa kutaka kulala, unapaka, alhamdulillah, hiyo hali na kuondoka katika mwili wako. Faida ya 5. Faida ya 6, haya mafuta ya miski yanaharibu uchawi wa kulishwa. Kuna baadhi ya watu wamelishwa uchawi. Ukitumia mafuta haya ya miski, yanakwenda kubatilisha kwa mtu ambaye aliyelishwa uchawi. Lakini lazima mafuta hayo ayasomee sura ya 10 aya nambari 79 mpaka 82. Sura ya 10 aya nambari 79 mpaka nambari 82, na atayasomea mafuta hayo mara 21. Atayasomea mara 21. Hiyo ni faida ngapi? Faida ya 6. Faida ya 7, mafuta haya yanamsaidia mtu ambaye ana majini katika mwili wake. Kuna mtu ana majini mwilini, amemshika na msumbua sana katika mwili wake. Ndoto mbaya za kuota usiku zinamsumbua kweli, mara kaota vitu vya kutishatisha, mara kaota sijui anapaa, mara anaota vitu vya ajabu katika nyumba yake, yani vitu vya ajabu sana katika nyumba yake. Basi nakupa faida hii, nenda kaitumie, na nakupa maelekezo haya kamate ni mazuri, yakamate maelekezo yake ni mazuri, na vizuri ukiandika kwa lugha ya Kiswahili. Kama mimi nilivyoandika katika lugha ya Kiswahili hapa, itakuwa ni vizuri sana ukiandika kwa lugha ya Kiswahili, itakuwa ni vizuri sana. Huyu kwa mtu ambaye ana majini mwilini, atasomea sura ya 15 aya ya 34, alafu atasomea sura ya 16 aya ya 78, alafu atasomea sura 20 aya ya 55. Kwa mtu mwenye majini mwilini atatumia, alafu atapaka katika mwili wake. Faida ya 8, mafuta haya ya miski yanasafisha macho na kuondoa vumbi katika macho. Yanasafisha macho na kuondoa vumbi katika macho. Anafanyaje mtu huyo?
Mtu huyu anachukua mafuta yake ya miski, alafu atakuwa anapaka kama vile wanavyopaka wanawake wanja, anajitibia tatizo la macho na kuondoa kabisa ile hali katika macho yake ya vumbi na matatizo ya macho. Na faida tisa, faida ya 9, mafuta haya ya miski mwanamke anaweza kutumia kujitaharishia. Mfano, kamaliza ada yake ya siku zile za hedhi, baada ya kumaliza ada yake basi anaweza kujitaharishia kupitia mafuta haya ya miski. Bimaana anachukua maji yake katika lita 5 ama lita 4 ama lita 3, alafu anachukua chupa mafuta ya miski kidogo, anachanganya mle, alafu atakwenda kujitaharishia baada ya kumaliza hedhi na kumaliza siku zake. Faida yake nini? Faida yake, mwanamke huyu uke wake unarejea kama vile, utafikiri kama vile hajafanya tendo lile, kama vile mtoto mdogo. Unakuwa uko smart sana katika hali kama hiyo, na kiasi kwamba hata mwanamume ukutana naye ile radha inaongezeka na kuzidi maradufu kwa mtu mwenye kutumia hali na mazingira kama hayo. Kwa hiyo inshallah leo nataka nikupe faida hizi 9, na kama una tatizo moja katika ya 9 basi haraka nenda katumie mafuta yako haya ya miski. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.